Na mtazamaji, imepita dakika moja baada ya saa 12 saa za Afrika Mashariki. Natumai siku yako imekuwa salama, japo kuna migomo ya madaktari ambayo bado inaendelea humo nchini ikiwa imeingia siku yake ya 30. Kuna mikutano mingi ambayo inafanyika hii leo kujaribu kutafuta suluhu kuhusiana na mgomo huu, ambapo pia tunatarajia kwamba kuna mikutano zaidi ambayo itafanyika hapo kesho kuona iwapo mgomo ambao unaendelea utaweza kusitishwa, na ni taarifa ambayo tutakuwa tukikueleza mengi zaidi katika taarifa zetu za jukwaa la KTN. Na baadaye katika sehemu yetu ya Swala Nyeti, unajua kwamba mwezi Januari unapoingia kila mmoja anaguza mifuko. Kule nyumbani tumesherehekea tukasahau kwamba kuna Januari. Kila mmoja anasema kwamba mwezi Januari rent inakungoja, watoto ndio wanarudi shuleni, kuna mambo mengine ambayo unahitaji kuyashughulikia, na ndiposa nilisikia mmoja akisema Januari ndio inakuwa ni siku 45 badala ya 30 kwa mwezi. Unauliza mwezi utaisha lini? Lakini kuna mambo mazuri ambayo yamejitokeza mwezi huu, kwani kuanzia tarehe mosi kuna viwango vipya vya ushuru ambavyo vilitangazwa. Je, viwango hivi vitakuwa ni venye kuleta faida hasa kwa wale ambao wanapata malipo ya pesa za chini, tuseme kuanzia shilingi 11,000, 12,000, 15,000? Ushuru huu una maana gani? Je, wewe binafsi unafahamu kwamba kuna viwango vipya vya ushuru, na viwango hivyo unaona kwamba vitakuwa ni venye kuleta faida kwako? Tutakuwa tukielezewa mengi zaidi kuhusu viwango hivi vipya, vina maana gani, vitakuwa vinaleta faida gani, vinawahusu kina nani, na labda kando na mishahara inayotozwa ushuru, kuna ushuru ambao utapungua katika bidhaa nyingine ambazo labda tunanunua madukani. Tutakuwa tukielezwa mengi zaidi katika sehemu yetu ya Swala Nyeti, ambapo pia tunakushirikisha kwa kuuliza, je, unadhani viwango hivi vipya vya ushuru vitakuwa ni venye kuleta faida kwako? Tutumia maoni yako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu au @KTNews ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Unafahamu kuhusu viwango hivi? Na iwapo unafahamu, vitakuwa ni venye manufaa? Ni iwapo haujafahamu kuhusu viwango hivi, tutumia maswali yako na tutaweza kuyajibu. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia taarifa kuu. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Tutaweka pia nambari zetu za simu wazi kwa wewe kupiga simu na kuuliza mtaalamu ambaye tuko naye studioni swali lolote ambalo uko nalo kuhusiana na ushuru na viwango vipi ambavyo vimetolewa. Lakini kwanza tuanze na taarifa ambayo inatatiza taifa zima, ambapo huku mgomo wa madaktari na wauguzi ukiendelea kwa mwezi mzima, kundi jingine la matabibu linalojulikana kwa kimombo kama clinical officers nao pia wanataka kusikizwa. Wanasema kwamba kuna matakwa ambayo wanahitaji yashughulikiwe na serikali. Karonderi anazungumza na maafisa wa afya kutoka kaunti ya Nyeri wakiongozwa na katibu mkuu wao Caroline Muthoni kuhusiana na changamoto wanazokumbana nazo wanazotaka zishughulikiwe. Takriban mwezi mmoja unatimia tangu madaktari na wauguzi kufanya mgomo wao, kusema kwamba serikali imejitia hamnazo, haijakuwa ikisikiza kilio chao. Na vituo vya afya na hospitali za umma sio tu hapa katika kaunti ya Nyeri bali katika pembe zote za taifa, bila shaka fahali wawili wakipigana ni nyasi huumia, na Wakenya wanaendelea kuumia sana na kuhangaika kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa huduma za afya katika hospitali za umma. Hivi sasa tunazungumza na maafisa wa afya almaarufu clinical officers kutoka kaunti ya Nyeri, ambao wanasema wao wana malalamishi yao vile. Wanafanya kazi sana kwa sasa, hususan katika wakati huu wa mgomo. Wanasema wao ndio wanaohudumia wagonjwa ambao wanaingia katika hospitali za umma, lakini serikali inakosa kuangalia maslahi yao, inakosa kuzingatia maslahi yao, kwamba wanafanya kazi nyingi na hawalipwi kama ambavyo wangestahili kulipwa. Na ili kuangazia swala hili kwa kina zaidi, tunazungumza nao clinical officers kutoka hapa kaunti ya Nyeri. Asante sana, pengine ujitambulishe kwa KTN, jina lako ni nani, hadhi yako ni nani, yani designate, alafu ueleze malalamishi yenu ni gani. Majina yangu kamili ni Anne Caroline Muthoni, nafanya katika Provincial General Hospital. Mimi ni clinical officer anesthetist. Tunalalisha watu na tunawaamsha. That is what we do. Wakati wa upasuaji? Wakati wa upasuaji, yes. Kwa muda huu sasa mnasema kwamba mna kilio, mnataka serikali iwasikize, lakini inakosa kufanya hivyo. Pengine ukiorodhesha ni mambo gani ambayo mngependa serikali kuangazia? Mwanzo kabisa inakaa kama
tunatengwa katika majadiliano. Tungetaka kuambia serikali ya Kenya kwamba tunafanya kazi mingi sana katika hospitali, especially outpatient department. Kila mgonjwa ambaye anakuja, kila mgonjwa ambaye anakuja katika hii hospitali, mtu wa kwanza kumuona ni clinical officer. Na huyo ndiye ana make decision kwamba kama ataenda kliniki, kama ataenda wodi, kama ataenda laboratory afanywe investigations alafu arudi, ama ataenda nyumbani na madawa. Na hiyo inafanyika the whole of this country, katika kila hospitali. Na wakati huu wa mgomo mmesema kwamba ninyi mnahudumia wagonjwa. Pengine ukieleza zaidi, kazi ni nyingi, hali ikoje? Kazi ni mingi, kazi ni nyingi kabisa. Lakini tunasema tunang'ang'ana tu, tunaendelea, lakini tunasema kwamba tunapaswa kusikizwa. Tunapaswa kuambia na kuelimisha kila mtu, kila Mkenya, hii Kenya yetu, kwamba sisi ndio tunahudumia wagonjwa as the first people. Kama ni Kenyatta, kuanzia Kenyatta all the way, health centers, dispensaries, kila provincial hospital, sisi ndio tunahudumia wagonjwa tukiwa watu wa kwanza. Kuendelea pia kuna ile kliniki ya ENT ambayo inaraniwa na clinical officer. Kliniki ya macho ambayo ni ophthalmology, pia inahudumiwa na clinical officer, wanahudumiwa na clinical officer, clinical officer ophthalmology, na yeye pia anafanya surgery ya cataract surgery. That is if need arises. Kutoka hapo kuna wale ambao orthopedics, kuna pediatrician na kuna daktari wa watoto ambaye ana decide kama mtoto ataenda wodi ama ataenda nyumbani ama ataenda laboratory. Hayo yote inafanywa na the clinical officer. On top of that, reproductive health wanafanya cesarean sections. Ukienda Thika leo, najua I can attest kwamba kuna clinical officer ambaye anafanya cesarean sections kama 17. Kwa hivyo mnakubaliwa kufanya, sababu unajua Wakenya wengi huenda wakakosa kuelewa kazi ya clinical officers haswa ni ipi. Yes, ukispecialize reproductive health, unakubaliwa kufanya cesarean section, kupasua mama ambaye mjamzito. Umefika. Naam, pengine tuzungumze na mwenzako kama ana mengine ya kusema. Jina lako tafadhali? Naitwa Peter Dirangu. Mimi ni a clinical officer, pediatrician, ama daktari wa watoto. Na kama Secretary General alivyosema ni kwamba sisi ndio huwa tunachukua kazi mingi zaidi katika hospitali za umma. Kwa hiyo ningeomba serikali, vile amesema kwamba ikifika wakati wa kupeana zawadi ama reward, pia sisi tuwekwe ndani. Ikifika wakati wa kupeana promotion, pia sisi tupewe. Isionekane ni kwamba unasaidia wafanyakazi wengine na wengine unawaacha. Hivi kwamba mambo ya kupandishwa hadhi ama promotions unasema kwamba huwa linapuuzwa, mnabaki tu mmesalia katika tumebaki katika ile job group ile tuliingia nayo kwanza kwa county, miaka sasa 4-5 inaenda, hakuna mmoja amekuwa promoted kama hapa Nyeri County. Una mengine ya kuongeza? Jina lako tafadhali? Jina langu ni Lucy Njoki. Nataka kusema mimi ni daktari wa ENT. ENT means ear, nose and throat. Nataka kuarifu serikali, sisi huwa tunashikilia hospitali hasa katika calls. Huwa tunafanya calls usiku, holidays, weekends. We don't rest, we are always on calls. Kwa hivyo tunataka wakienda kuketi pale wakumbuke clinical officers wanashikilia hospitali 24 hours. 24 hours. Asante sana. Sijui kama kuna mwingine angependa kuongeza na hajapata fursa. Naona kama una kidogo cha kuongeza. Jina lako ni nani tafadhali? Jina langu ni Phyllis Murage. Mimi ni clinical officer specialized in lung and skin, and I represent the rural folk, the people of my cadre that work in the rurals. Just to kuambia watu kwamba hospitali za rural zinaendelea kufanya kazi, na tungependa kuuliza wenzetu wenye sio clinical officers waheshimu kazi yenye clinical officer anafanya, kwa sababu ni mbaya mtu kusimama kusema clinical officer is not qualified. We want to tell the rest of us in the medical profession that clinical officer ni mtu mwenye amehitimu.
enda class miaka 3 ukifundishwa, na baada ya hiyo miaka 3 unaenda internship. Internship ni kusema unafanya kazi under the supervision of the consultants that are there in the wards, and after hiyo mwaka moja ndio unakuwa certified that unaweza enda kufanya kazi ukiwa peke yako, sababu wamekuangalia hiyo mwaka moja, wameona uko umehitimu kufanya kazi. Kwa hivyo tungeuliza wenzetu in the maybe the doctors, the pharmacists and the rest of us to Waheshimu vile ile kazi inafanywa na clinical officer. Tunataka kuambia the public that we are qualified, we are not quacks. We are really qualified to do what we do, and that is why the government of Kenya has continued employing us as the clinical officers, and we are grateful for that, because the government understands that we are there, and kazi yenye tunafanya ni kazi yenye imekubalika na kila mtu kwa hii serikali yetu ya Kenya. Asante sana. Yamekuwa ni matamshi na semi kutoka maafisa wa afya, clinical officers kutoka kaunti ya Nyeri. Chamno, ujumbe wao ni tusikizwe, mwache kutupuuza. Ujumbe kwa serikali, ujumbe kwa madaktari wenzao, wauguzi, kwamba wao pia wanafanya kazi nyingi sana, hasa ikizingatiwa kwa wakati huu wao ndio wanaohudumia wagonjwa na wanataka tu maslahi yao yazingatiwe. Ndio ujumbe kutoka maafisa afya, clinical officers kutoka kaunti ya Nyeri, na kuregesha studio. Naam, shukrani sana Karunderi akiwa pale anazungumza na matabibu au wataalam na wanahusika na afya katika kaunti ya Nyeri, ambao pia wanasema matakwa yao sharti yatimizwe. Zikiwa zimetimu siku 30 mgomo wa madaktari ukiwa bado unaendelea nchini bila suluhu. Tumekueleza awali kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika hii leo, magavana kadhaa wamehusishwa katika mazungumzo haya, na tunatarajia kwamba kuna mikutano mingine ambayo itaandaliwa hapo kesho. Tunatumai kwamba suluhu itapatikana ili hali ya afya irejee hali yake humu nchini, kwa sababu wengi sana wamehangaika. Na tukiwa bado tunakuletea taarifa inaoana na masuala haya ya afya, ni kwamba gavana wa Nakuru Kinuthia Mbugua amesema serikali za kaunti zitawaajiri wauguzi zaidi ili kukabili changamoto zinazosababishwa na mgomo wa madaktari nchini. Mbugua ametangaza kwamba tayari amewaajiri wauguzi 100 na ataongeza idadi. Alizungumza akiwa mjini Naivasha, na ni semi ambazo zimetolewa na magavana wengi humu nchini, akiwemo mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Peter Munya, ambaye pia ametoa semi zake kuhusiana na swala hili. I would want to say that part of the problem has been doctors insisting on a collective bargaining agreement that was signed before county governments came into place, and insisting that that agreement must be implemented. Yet clearly, that agreement cannot be implemented because it's an agreement that was not negotiated, was negotiated before the coming into place of the devolved system of government, who are the main employers of the doctors. As we close the new year, is to appeal to the doctors' union to come back to the negotiating table so that we can be able to sit down and come up with a realistic emoluments that the taxpayer can be able to pay to carry, and the doctors can also be able to feel properly compensated. Na kufikia sasa serikali imekuwa ikishikilia kwamba haitambui ule mkataba uliotiwa saini mwaka 2013, lakini wanasema watasisitizia mazungumzo kuona iwapo suluhu itapatikana. Tunazidi kufuatilia taarifa hizi na tutakueleza mengi zaidi kuhusiana na afueni ambayo itapatikana endapo mazungumzo haya yatazaa matunda. Kwenye siasa za kaunti ya Wajir, Faisal Abdulrahman anatupasha mengi kuhusu mikakati ya kuwatawaza wagombeaji wa viti mbalimbali vya kisiasa eneo hilo. Wazee wa jamii hasa eneo la kaskazini mashariki wanasema mfumo huo ni muhimu kwa kuwa unasaidia katika kuhakikisha jamii zote zinapewa nafasi katika uongozi na uwakilishi. Baada ya wazee na sultani wa jamii ya Fai kubadilisha maamuzi yao na kumtawaza rasmi Mohamed Abdi kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Wajir, uamuzi huo umekumbana na upinzani
Ugath Sheikh Mohamed aliyetemwa na wazee hao anaendelea na kampeni zake kama kawaida. Ndugu zangu, mimi nikiwa nimetolewa na hii family, kama nidhamu ya family imeharibika, na waomba mnipatie kura. Ni swala ambalo limezua hisia mseto miongoni mwa wenyeji wanaoishi eneo hili la kaskazini mwa nchi, huku wengi wakiamini kuwa tanzu hili la kale kwa wazee kuwatawaza viongozi halifai kamwe. Hata hivyo, jamii ya Ogaden kwa upande mwingine imetawaza Mahmoud Sheikh Omar kwa nia kiti cha eneo bunge la Wajir Kusini. Kwa sasa vumbi la siasa linashuhudiwa katika kaunti ya Wajir, huku mikutano ya kupanga mikakati. The candidate Ahmed Ali got 5. The other candidate Dr. Omar got 26. So it is Omar who won the ticket for Mohamed Zubair to contest for Wajir South seat. Faisal Abdurrahman, KTN News katika kaunti ya Wajir. Katika taarifa nyingine ni kwamba hali ya taharuki inaendelea katika mpaka wa Transmara maeneo ya Kimintent baada ya jamii mbili kuzozana, hali ambayo imezua vifo vya watu zaidi ya 7 na wengine kujeruhiwa. Martin Kosgei anaarifu. Barabara hii hapo awali ilikuwa inatumiwa na wenyeji katika shughuli nyingi. Lakini tangu kuzuka kwa uhasama baina ya jamii mbili mpakani humu, wenyeji wanasema imekuwa hatari kuitumia barabara hii ambayo sasa imejawa na mazingira ya nduru na milio ya risasi hasa nyakati za jioni. Tulimwambia wacheni kukata musoni makaa na wanaendelea. Wawili na wao hapa karibu polisi. Hawa polisi ndio wanabeba weka kuchukua mchele. Sisi hako wana chochote ati kufanya uchunguzi hakuna. Huku jamii hizi zikielekezana kidole cha lawama kwa mauaji yaliyotekelezwa majuma mawili yaliyopita, wengi bado wanasubiri hatua kuchukuliwa na serikali dhidi ya wanaomiliki bunduki haramu, pamoja na kusuluhishwa kwa utata kuhusu wizi wa mifugo na uuzaji wa makaa. Tunalia kama sisi wa mama. Tunasikia uchungu sana, ambaye tumesikia uchungu mpaka hata imepita kiasi. Sijui serikali anaangalia wapi. Sasa mapunduki imejaa kila kona. Mapunduki natokea. Watu wetu wameumia. Leo tuko hapa na tunalilia serikali atoe usaidizi kamili, security, ili watu wetu wapate kutembea hata katika sehemu hiyo. Waliojeruhiwa katika shambulizi linaloendelea wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Tenwek, akiwemo afisa wa mbuga ya wanyama wa pori. Viongozi wa Narok walifika pale wakiongozwa na Patrick Olentutu. Hii ni issue ambayo sisi wenyewe tutachukua kwa bunge ili tuhakikishe ya kwamba serikali imechukua hatua kutoa mabunduki ambayo tunasikia ziko hapo Transmara, sababu tayari tumegundua ya kwamba ile vita inaendelea sio ya kawaida hati ya ng'ombe ama nini, bali ni vita ambayo tunataka kuchunguza inatoka wapi na nini. Wameweza kuita mkutano, muweze mkutane muongee. Hakuna mtu anataka hata mkutano kwa sababu number one, most of them are still denying. The governor is still denying. The area MCA is still denying. I don't know about the area MP. I have not talked with the area MP, but everybody is denying kwamba hakuna vita, kwamba hiyo ni kitu kidogo tu. Katibu mkuu wa muungano wa walimu eneo la Transmara, Willy Korir, ametangaza kuwa shule zilizoko eneo hilo hazitafunguliwa hadi wakati ambapo hali ya usalama itarejea. Naona mashule haitafunguliwa, hasa mashule yenye iko kwa hiyo mpaka. Watoto sijui wataenda kusoma wapi kama hii kitu itaendelea. Vile watu wanawawa, mahindi shambani inaharibiwa, kila kitu inaharibika, kila kitu. Everything is on a stand. Martin Kosgei, KTN News, County ya Narok. Na mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba abiria katika kituo cha mabasi cha Kisumu wamekwama kufuatia kupungua kwa magari ya umma na kupanda kwa nauli. Shughuli ya wanafunzi kurejea shuleni inadaiwa kuchangia hali hiyo na kusababisha abiria kukesha katika kituo cha mabasi. Baadhi ya kampuni za usafiri wa mabasi zililazimika kukodisha magari ya kibinafsi ili kumudu mahitaji.
Kulingana na tunaomba serikali kama wanaweza kuleta magari zingine ama tuachie tubebe hata hiyo excess, tujaze watu. Juu tukibeba hiyo capacity yenye wanataka huwa hatupati njia, wasafiri huwa wapati magari haraka. Sasa tungetua tunaomba watu wa NTSA tuachie njia ruhusa kidogo hata ya wiki moja. Tuone vile tunaweza beba hao watu. Nimetoka hapa Kisumu naelekea Narok. Magari imekuwa chache. Sasa tunangoja tu, tukikaa kwa gari tunakaa tukao tumejazana. Fare nayo pia imepanda. Ndiyo, na gari unaona ni tabu. Inaingia na kutoka. Sasa tunafikiria watu wote wataenda, wafike penye wanaenda bila kukwama kwa stage. Huyo jamaa hapo amesema waruhusiwa hata kama ni kubeba excess. Kubeba tumalize hii shughuli na mambo ya kawaida yaende. Kila kitu kina suluhu. Na basi katika mshahara, unajua unang'ata sana hasa mwezi Januari unapoelezwa kwamba mwezi huu utakatwa pesa fulani kwenye mshahara wako. Unajua kila mmoja anataka kusave mapeni mawili matatu hivi aweze kushughulikia mambo ya kawaida. Na ndipo mwezi huu kuanzia tarehe mosi kulikuwa na viwango vipi ambavyo vimewekwa vya utozaji ushuru. Kwamba kiwango fulani, iwapo unapata mshahara wa pesa fulani utatozwa ushuru wa pesa fulani. Je, hilo linamaanisha kwamba ushuru umepungua? Na nani hasa ambaye atafaidika kutokana na viwango vipi ambavyo vimetolewa? Na wewe binafsi unafahamu kuna viwango hivi vipya na unaona vitakufaidi vipi? Mtu wetu TJ The Doc kwenye mtandao wa Twitter anasema, Zubeida, labda uanze kwa kufafanua vigezo ni nini. Namaanisha kuna viwango vipya. Iwapo unapata shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000 kwa mfano, utatozwa ushuru wa pesa fulani. Kwa hivyo kuna viwango vipi ambavyo vimetolewa vya utozaji ushuru. Kiwango chako ni gani mtu wetu? Tegea tutakueleza utatozwa pesa ngapi. Kevin Ongo anasema, la hasha, mimi sitafaidika kwa sababu hilo ni tone la maji baharini. Gharama ya maisha iko juu sana. Tutangazia mengi baadaye. Jacob Abere Ombati anasema haviwezi kumsaidia kwa sababu una mianya kedekede. Mwananchi kwake hili ni la kumfunga macho tu. Tutaangazia hayo na mengine mengi. Austin Ochieng anasema mimi sina habari, labda yawezekana kuna mabadiliko kwa sababu maisha sasa ni magumu sana. Tutakuwa tukikueleza tukiwa na mtaalamu studioni ambaye tayari amefika, ni mhasibu ama tunaita nini kwa kizungu, accountant. Karibu sana Wanjala Makoha kutoka Icepark. Karibu sana kwenye studio zetu. Tutakuwa ukitufunza mengi zaidi kuhusu ushuru, viwango hivi ambavyo vimepungua na vile ambavyo vitamfaa mwananchi. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Endelea mtazamaji kutuma maswali yako na maoni yako na tutakuwa tukiangazia muda usiokuwa mrefu kwenye sehemu yetu ya swala nyeti. Usiende mbali.